Hey, Zipora. Zipora. Wait a minute. Wait, ngoja kidogo. Ulikuwa unanipigia nikuje nione hiki mtu? Si ni bwanako? Excuse me. Where uko na contact yangu? Mbona hukunipigia? Hapa ni airport. Hapa ni airport. Si ndio? Zipora hapa. Hapa ni airport. Don't even talk to me. Hapa ni airport, si ndio? You had my contact. Mbona hukunipigia? So, the conversation that I've been having with you kwamba nakuja Kenya umekuwa ukipuuza tu, si ndio? Hakuna cha kupuuza. Nimekuwa nikikuongelesha, nikikwambiaje we need to renew our contract. Sawa, ndio project iendelee. Mbona bwanako amekuja live? Hapana, no, it's not about kufurahia. What is it about? Anakuja. Ni surprise. But I told you that I'll be coming soon, ukasema ni renew contract. Na mimi nikakwambia kuna vita kule Iraq, lazima nikuje tu kwa usinipe excuse. Okay, sawa, utaki excuses. Utaki excuses. Zile vitu pesa nimekuwa nikituma. Umekuwa ukifanya nazo investments. Unafanya nini 1 2 3? Nimekuwa nikikuambia chukua hii pesa, nunua nyumba, ukaeleza hiyo nyumba. Ulinunua nyumba? I've been doing a lot with it. A lot? What is that a lot? Wanawake manze nyinyi bafaku sana. Mbona unatembea the kids are good, I'm good. What else? Okay. Trust my words. Watoto wake. Nani watoto wake? So, kids, mbona kuniambia nakuja? I'm not allowed to see my kids. I'm not allowed nijue mahali investment zangu zimekuwa inaenda. Naambiwa tu ni trust mtu. How will you just trust somebody? How will you just trust somebody? When nimekuwa nikituma kila kitu, money, kila kitu, you just do some invest. Achana mimi. Ni vile tu mimi naheshimu wanawake. If kama singekuwa naheshimu wanawake, hapa hata kiti hatungekuwa tumekalia. Kama ungekuwa na respect wanawake ungeniambia ukikuja. Sawa? No. Alikuwa anataka watu who surpriseiwa. That's what the point. Surprise That's what the point. Watu who surpriseiwa. No. Not everyone loves surprises. Because hadi nyinyi mlifanya makosa kuniita. Why call me? I wanted to solve these things in a soft way, lakini zipi naona kama umevuka mipaka. What soft way? Hata uoni makosa yako? Are you going to hit me? And I can't fight a woman. No, kamesema hezi kupiga. Tangu nikupate kwa maisha yako hizo miaka zote tumekuwa naye, ni Mike kupiga? No. Mimi ni mtu ambaye ni mjinga sana mpaka unachukua wanaume unalala na wao, unaleta mbegu ambayo sio yangu kwa maisha yangu, si ndio? If you are away, what should I do? I have feelings. Mimi ni mwanamke. Hello, ni Josh Kadau. This is Bejalewi Show. Asante sana for the love that you've been showing us guys. Tunawapenda sana. Tumesema tufike 20k views. Lazima tufike 20k. So hapa niko na Jackson na leo nataka at least nimwambie si lazima blood ishediwe hapa. No need for violence. We can just go the legal way. I know umekasirika sana, but you can just follow the legal way. Sio lazima we do it na gangster way. You know, the kind of respect that I have for you ndio inafanya tunakaa hapa tuna have discussion. I know. Nikifungua roho yangu saizi ama nikupatie roho yangu wezi baba itakuangusha chini. Ni nzito kuliko hata breakdown. I'm really sorry. Nikiimagine kitu huyu mwanamke anaitwa Zipi amenifanyia. Mimi Jackson, the son of Sewe. Mwanaume I deserve kufanya kitu kama hii. And I'm telling you, only 2 things will happen. Number 1 thing, mmoja wetu ataozea jela na mwingine ataozea kaburini. That is the only thing that I wanted to do today. Hiyo decision yenye nimesha make na sioni kama unaweza nitoa hapa. Sasa ndio kwa maana niko hapa, like tumesema si lazima blood iko involved. It's not a must to use a gun. Nilitumia sweat yangu sana, sweat mob, hata blood yangu ilimwagika nikifanya kazi zangu, nikifanya my investments. Imagine kufanya investment miaka 2, ukituma pesa, investment ifanyike vizuri, ukifikiria mtu anajaribu kuwa anajenga vitu kwa life yako alafu anakuja kuharibia. Sorry, but we can just use the law. Now the law ya hii country hata kuna kitu inasaidiaga nayo watu, itanisaidia aje? You never know, just get a lawyer. You still have money, right? Get a lawyer to present you in court. Alafu yeye utarudishwa vitu zako. Sio lazima you shoot her, sio lazima. We don't want that to happen. I'm worked up. Okay, I didn't plan for any bloodshed. I didn't plan for anything to go amiss the way things have gone amiss like this.
Mimi niliplan manze, najua nikirudi watoi wangu wana graffiti, maisha yanaendelea. Una imagine kitu, kumbe yote nilikuwa naishi in fantasy. Hata mimi nimeshangaa kisema watoto si wake. I'm like how? The next thing naambiwa mimi ati sina watoi. Na mimi ni mtu mwenye hata kila asubuhi saa 9 usiku. Saluti iko wapi? Iko juu. Imagine. Hata masaa zingine tu yani nazi control manze, alafu unaniambia sina shit kwa maisha yangu. Unaniambia siwezi zalisha. Unasema hata uko majuu hauko na side chick, hauko na anything, you're just loyal. Wenye walinifollow ni wengi. Unanipata? I was very loyal. Loyal because I knew that there is someone that nimacha pale na hawezi nicheza. Then this is what I get in return. I wish I would have gotten. I'm really sorry. Nilipata mwingine hapa anaitwa Fatuma na hata alikuwa ananitaka na mimi simtaki. Ukakataa Fatuma juu ya bibi yako. Kwa sababu niko na familia na niko na mke. I wish ningechukua hiyo opportunity. But you know we move on regardless, right? Hauwezi ishi tu uko stuck in one place. Life happens, these things happen. Hata si wewe peke yako umetendwa. Wengi wanatoka majuu wanakuja wanapata tu mambo ndio hiyo. You have to think right, think straight, do things legally na uanze maisha. Just open another new chapter. You'll renew your contract. Urudi majuu. Maybe mtaanza kurudiana na Fatma ama kenye ita happen. You just build another new life for yourself. You're not even that old, you know. We're too young for this. We're too young to be stuck in one place. For the past few days, vile niona mara ya kwanza nikitoka airport hadi sai. Sikuwa nimekonda hivi. Yeah. Ona vile nimereduce. Akili yangu ifanye kazi na umwana kichwa 24/7 because of thinking. I'm really sorry. But tulisema hata kama tuko na stress lazima tukule. I'm really sorry that this happened. Jota niliona ulifurahia kumwona Batata hivi vile alikuwa na act in a weird way. Hata mimi nilijua there is something that is not adding up. Na pole sana, haya yote yamekutokea. I need some whiskey. Hapa mali imefika sasa. Mimi naona kama hiki kitu imenipita akili. Points zako zenye unanipatia ziko fiti na nimezibai. So unless hizi nikaitu chini nifikirie vile nitaanza kutafuta lawyer, vile nitaanza kufaili makaratasi. Sina hata evidence sijui kama hata hizo nyumba ziko ama ziko. Akirudi we'll just try to talk to her tuone kama ata produce hata hizo title deeds, everything and all that. So like ulikuwa unamtumia tu pesa ya kununua nyumba ama ulikuwa una invest kwa nini ingine? Nilikuwa naandika kila kitu vile nafanya shughuli. Unapata? Kama ni nyumba, nilimwambia atafute nyumba, akaniambia kuna best yangu fulani atafuta naye. Lakini nashuku sana huyo best mwenye anaitwa Eric. Huyo Eric, mimi sidanganya that Eric. Huyo ndo nashuku na anaweza kuwa alikuwa akifanya mambo yote. So alikuwa beshte. That Eric is from Kisumu. Alikuwa right hand man. Eric was my friend. Now disara simu yake haingii, hata tuongei, nashuku sana ni huyo Eric. Kama amesema ni my best friend, then it is Eric from Kisumu. That is the guy. Guys, mimi sijui niseme nini, but kama pia unafikiria Eric must be behind this, unaweza comment hapo juu. We say life moves on regardless. Okay. I got no any other option because naona nikiua jela iko. Either niue ama niuliwe. Na hiyo ni kifo pia nitakuwa nimekosa mbele ya Mungu. Nothing is going to happen, so we'll just do the right thing. Madam, is there any other way in which you can convince that lady? Aingie tu box akuambie place penye hizi vitu zinaweza patikana na place anaweza patikana yeye mwenyewe. Muongee hata kama basi mko peke yenu, kama hata siko juu mimi nikifika ananianza kunirusha moshetani zake. Ni sawa, nitajaribu kuongea naye kando nione kama atakubali. Labda tukiwa na yeye mimi na yeye peke yake, woman to woman, atanisikiza and I'll be lenient with her. So I'll just try to talk to her na tuone akikataa, we'll just do the right thing. The low way. Yeah, the low way. Hatuwezi mshikia gana, hatuwezi mlazimisha. Unajua hata nilikuwa nimeshaanza kufanya shughuli ya kupurchase the gun and to license everything on it. Hey, itabidi umecancel, itabidi umeabort your mission juu sasa haiwezekani. You can't kill her. She has kids. Oh, sorry. She has kids na hata kama watoto si wako, they need her. At the end of the day they need her. So imagine naenda kuanza life yangu again from afresh. Kutafuta mrembo mwenye sijekuwa hata in communication na afresh kuanzia zero. Yani my life is just zero. Naanza mwanzo. Ni kama mtoto mwenye anaanza kupelekwa shule mara ya kwanza, aende nursery akilialia mpaka ile siku ataanza kupata miguu. Imagine the situation. Oh, kuna boyfriend? Are you married?
I'm not, but I can feel your pain. I can feel your pain and I know how it hurts. So mimi nitaongea naye alafu tuone. Akikubali mimi si nitakwambia, nitakuta hapa tusolve. Jota me, I want you to be happy and I want you to be satisfied and like I want everything to go right. Thank you for that. Hata mimi nimeshtuka kusikia watoto sick. How long have you been married? Hey, more than 10 years saizi. Hii ni mwaka wa 10 if I'm not wrong. Mtoto wa kwanza umesikia mmoja already is 5. Na wa kwanza ule wa pili ako 5 years. Wa kwanza is already 9.5 years. Sasa ni miaka 10 na dating tumedate karibu miaka 3.5. Kumbe amekuwa akifanywa makulwa na watu wengine wenye hata. Tulia. Sitaki kusema kugongea ni kawaida lakini that seems the order of the day. Anyway guys, I'll try and call her, we talk. Akikubali tutafurahia, akikataa we'll just go and do the legal way and everything. Na tuta make sure justice will be served to this man. Na msikue hivyo wanawake. Mwanaume kama ako nje akirudi muonyeshe tu, just be loyal to him. Watu wanajituma huku nje, watu wanajituma, wanaamka asubuhi lakini wewe kumbe uko na bestie hapo, bestie anafanya mambo yake. Mimi hata sijakataa kuwa na bestie, lakini mambo ya bestie kugongeana tuache. It's not good, hata ileti shangwe kabisa. So guys, I just want you to show us some love. Tunawapenda sana. Tumesema tufike 20k views. Like, subscribe, comment. Just do what you gotta do to show us some love. Thank you so much for tuning in. Bye.